Okay, habari wa ndugu. Shalom. Okay, ni siku nyingine tena. Ni Mwalimu Simon Maige, jina ambalo natumia WhatsApp group. Simon Maige, jina ambalo natumia YouTube channel. Mwalimu Simon Maige, jina ambalo natumia Instagram. Usiache kunifuatilia. Okay. Kwa unazidi kunifuatilia, I think kuna vitu vipi ambavyo vinaingiza ndani ya maisha yako. Okay, leo tutaenda na somo moja ambalo linaenda kwa jina la inaitwa The Divine Helper. The Divine Helper. Ile somo linaenda kwa jina la The Divine Helper. Sasa nitaanza kuzungumzia nini maana ya Divine Helper na nini maana tofauti kati ya Divine Helper na Destiny Helper. Tukianza na Destiny Helper. Destiny Helper tunasema ni wale wasaidizi ambao wanakusaidia kukamilisha maono yako. Na hao wasaidizi wanaweza wasiwe miongoni mwa dhehebu uliokuwa nalo, au wanaweza wakawa ni wapagani, au wanaweza wakawa ni watu wa kimataifa. Hao wasaidizi wanaweza wakawa ni watu wa kawaida kabisa, hawana dini lolote, ila tu wanaitwa Destiny Helper. Na hao always Mungu ndio anawatumia kwa lengo la wewe ujifanikishie maono yako. Destiny Helper utapata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 38 mpaka sura ile ya 50, mpaka Kutoka sura ya kwanza mpaka Kutoka sura ile ya 4. Destiny Helper ndio utampata mule. Potifa akatumika kuwa kama Destiny Helper. Kumbuka Yusufu akauzwa Misri na Mungu akamtumia Potifa. Potifa yule alikuwa hayuko imani sawa na Yusufu, lakini Mungu akamtumia. Ndio maana nimekwisha kusema Destiny Helper anaweza kuwa ni mtu normal kabisa, lakini tu kwa sababu ni for God plan, Mungu ndio anamtumia. Unaona? Mungu anamtumia kwa lengo tu ufanikishe maono yako. Unaona Kwa lengo tu wewe ufanikishe maono yako, ndio Mungu anamtumia. Ndio Destiny Helper. Huyo ndio Destiny Helper. Kwa tuki generalize au tuki conclude tunasema Destiny Helper it can be either sio mtu wa kiroho, anaweza akawa sio mtu wa kiroho. Destiny Helper anaweza kuwa ni mtu wa kawaida. Destiny Helper anaweza kuwa ni miongoni mwa wazazi wako. Destiny Helper anaweza kuwa ni rafiki yako. Destiny Helper anaweza kuwa ni somebody hata kutoka mataifa mengine, ila tu ameletwa na Mungu kwa lengo tu la kutimiza haja ya maono yako yatimie. Ndio maana Destiny Helper. Hatuje tuone utofauti mwingine kati ya Destiny Helper na Divine Helper. Nije nielezee Divine Helper. Divine Helper hapa ninazungumzia ni wasaidizi wa kiroho. Sasa hawa ni wasaidizi wa kiroho. Hapa nieleweke. Divine Helper nazungumzia ni wasaidizi wa kiroho. Wasaidizi ambao wako ndani ya imani yako ambao uko nayo. Wewe ni muumini wa Kikristo, wewe ni muumini wa Kiislamu, au wewe ni muumini wa dhehebu fulani, wale wasaidizi ambao wamo ndani ya dini ambao uko nayo ndio tunaita the Divine Helper. So Divine Helper are there for the focus, for the purpose to multiply you zaidi. Uone tofauti. Destiny Helper wako kule kwa lengo la kukufanikishia maono yako yatimie. Lakini tukija kuangazia Divine Helper. Divine Helper wapo kwa lengo la kukumultiply zaidi ya vile vitu ulivyovimiliki hapo awali. Hapo tumeelewana na. Okay, Divine Helper kama nilivyosema wapo kwa lengo la kumultiply zaidi, kukuongezea zaidi. Divine Helper nimesema wapo ndani ya imani ambayo unaiamini wewe. Yaani unakuwa ukisali nao, unakuwa ukifanya nao huduma, unakuwa ukiambatana nao katika kongamano tofauti, unakuwa ukiambatana nao katika sala, ila lengo wapo kwa ajili ya kukuongeza, kukufanya uongezeke zaidi. Yaani mwanzo ulikuwa unamiliki gari moja, then utakuja umiliki magari 100, magari 2, magari zaidi hata 100. Hao ndio Divine Helper. Tuje tupitie maneno ya Mungu katika Ayubu sura ile ya 42 mstari wa kuanzia wa 4. Anasema, sikiliza na kusihi, nami nitanena. Nitakuuliza neno, nawe niambie. Nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Kwa sababu hiyo najichukia nafsi yangu na kutubu.
katika mavumbi na majivu. Basi ikawa baada ya Bwana kumwambia Ayubu maneno hayo, Bwana akamwambia huyo Elifazi Mtemani, hasira zangu zinawaka juu yako na juu ya hao rafiki zako wawili, kwa kuwa ninyi hamkunena yaliyo sawa katika habari zangu. Tuishie hapa, tutaendelea. Anasema kwamba alikuwa ni Ayubu, anasema nilikuwa sijasikia habari zako kwa fasa, lakini sasa nao nimeona. Hapa ni baada ya mtumishi wa Mungu Ayubu kujibiwa kwa mfululizo kwa maneno ya hekima kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu akaanza kumjibu. Moja ya jibu ambalo anasema na kuibia tu kidogo, moja ya hekima ambayo anasema, Mungu akamwambia, wewe siku unalalamika shida, unalalamika sikujibu, unalalamika kwamba nimekuacha. Je, uliwahi kujiuliza nini baba wa matone? Au je, uliwahi kujiuliza nini baba wa hizo theluji ambazo zinashuka katika milima mirefu? Au je, uliwahi kujiuliza nini baba wa mvua? Nini aliye baba wa mvua? Yana maanisha Mungu alimuuliza kwamba wewe kila siku unalaumu kwamba nimekuacha. Je, katika hizo shida zako uliwahi kujikita na kujiuliza kwamba nani aliye mzazi wa matone ambao unayaona? Matone kila siku tunaona, tunaita masika kiangazi. Sasa uliwahi kujiuliza ni nani anao yazaa yale matone? Mungu akamuuliza, ni nani aliyezaa yale matone? Akamuuliza hivyo kitu. Au ni nani aliyozizaa hizo theluji ambazo hazina kikomo, ikifika muda wake zinasariwa? Ni nani sasa aliyezizaa? Hadi leo unalalamika kwamba nimekuacha. Ukiweza kujibu kwamba aliyezizaa hizo theluji, basi ndio useme sasa nimekuacha. Hayo ni maneno ya hekima nimekuibia. Mungu alikuwa anamjibu Ayubu baada ya kulalamika sana. Sasa ndipo Ayubu akaja akasema, niliwahi kusikia habari zako, lakini leo nimeziona kwa macho. Baada ya mfululizo wa yale majibu ya hekima ya Mungu. Mzee, hekima ya kimungu ni ya kitofauti kabisa. Hakuna anaweza kufikia hekima ya kimungu. Sasa ndio Ayubu akasema, kwa kuwa nimeziona kwa macho, nao ngoja nijifukise katika mavumbi nigale, kwa sababu nimekukosea sana totally, kwa sababu nimekukosea na si kitu mbele zako, kwa sababu nimekukosea sana. So hapa tunaangazia the divine helper. Hapa nataka nikubabadurie nini maana kamili ya divine helper. Destiny helper nimeshamaliza huko. Divine helper nimekuambia kwamba ni wapo ndani ya dini lako, lakini lengo lao sio kukukamilishia maono. Lengo lao ni kukuzidisha zaidi. Na wanakuzidisha zaidi kwa sababu gani? Hapo nyuma walikukosea na wapo sasa kwa ajili ya kukuzidisha zaidi. Tuendelee katika mstari. Anasema Bwana akamwambia huyo Elifazi Mtemani, hasira zangu zimewaka juu yako na juu ya hao rafiki zako wawili, kwa kuwa ninyi hamkunena yaliyo sawa katika habari zangu, kama alivyonena mtumishi wangu Ayubu. Sasa kumbe wakati Ayubu anapita katika ile situation ngumu, Ayubu kumbuka alikuwa ni mtumishi na alikuwa ni kuhani. Yaani kama ambavyo unajisifu sasa hivi ni mwimbaji, nyimbo zako zina trend. Ikatokea tu from nowhere Mungu akaruhusu mapigo yakupate. Sasa situation ngumu ambayo unapitia sasa hivi, uliokuwa na kipaji, ulikuwa na talent ambayo mwanzo ilikuwa inasikika, ilikuwa ni viral na inasikika sana kwa mataifa, na ilikuwa ikisikika au nyimbo zako zikipray, watu wanapata hekima, watu wanapokea uponyaji. Hata katika wakati ambao unaingia kwamba wakati wa kuteseka, kumbe ni siku za Mungu. Kwa sababu Mungu anawarinda wale rafiki zake ambao walikuwa kimgasgasi Ayubu, walikuwa kimzuia maneno, wakimpa maneno makali Ayubu. Kwa mfano ukiangalia sura ya 15 utaona akina Elifazi walikuwa akimjibu Ayubu maneno ya kashfa. Mungu akawauliza. Na ndio ilivyo pia hata kwa wewe ambao huduma yako leo inashambuliwa, wewe ambao unanisikiliza, ambao unanifuatilia, huduma yako inashambuliwa kwamba watu wanakushambulia kwamba umejiunga na Freemason, au wewe ni mtu wa kishetani, au wewe ni mzinaa sana, au wewe nyimbo zako ni za hovyo, au wewe huduma yako ni ya hovyo kabisa. Watu wanaijaji, wanaizuia, wanaichafua huduma yako. Jua kwamba hizo ni siku za Mungu. Sasa wale watu ambao wanakushambulia, na sio hawatoki mbali, wapo ndani hata unakuta kabisa ni mtu ambao unasali naye, mtu ambao ni Mkristo mwenzako na katika safari moja tu kuelekea mbinguni, lakini anaiponda huduma yako, anaichafua huduma yako, kwamba huduma ya jamaa, huduma ya yule jamaa ni hovyo kwa sababu yule ni mtumishi wa hovyo. So ukiwa katika situation Mungu, hizo tunazita ni siku za Mungu, kwa sababu lazima ujaribiwe ili uwe imara. Sasa Mungu akaja katika kutaka kuja
kuonesha nini maana divine